Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha kwenye kipindi chetu kinachosema Anza na Bwana, Amka na Bwana, kinachorushwa kila siku saa 12 alfajiri na mapema, kutoka jimbo la Kisota. Tuko wilaya ya Kigamboni, kata ya Mji Mwema, mtaa wa Kisota. Ndugu mpendwa, bado ninaendelea kwamba unapotaka kuwa mtoaji mzuri, jambo la kwanza nimesema hakikisha unaonyesha upendo wako mbele za Mungu. Jambo la pili nikasema hakikisha unakuwa na heshima mbele za Mungu, na tukasoma Methali 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Lakini jambo lingine la mwisho, kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Hakikisha uko mkamilifu, uko mnyoofu, uko mtu mwenye haki mbele za Mungu. Hebu tusome Methali 10 mstari wa 6. Ani nakupa tu pointi hizi, kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Methali 10 mstari wa 6 unasemaje? Methali 10 mstari wa 6 inasema, baraka humkalia mwenye haki kichwani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtoto wa Mungu. Baraka humkalia mwenye haki kichwani. Kwa kumbe, unapokuwa mwenye haki mbele za Mungu, unatoa sadaka yako imepata kibali mbele za Mungu, baraka yako inakukalia kwenye kichwa, haitatoka, haitakanyagwa na mtu yoyote, haitaliwa, haitaibiwa na mtu yoyote, bali itaendelea kuwa kwenye kichwa, kwa sababu Mungu wetu ndiyo kichwa. Nirudie huu mstari, anasema baraka humkalia mwenye haki kichwani. Baraka humkalia mwenye haki kichwani. Kwa hiyo tunahitaji kuwa waaminifu. Wana wa Israeli wanatufundisha mambo makubwa, jinsi walivyokuwa wakijitoa, wanashindana kujitoa kwenye sadaka ya mavuno. Na tutakwenda kuangalia hivi sadaka ya mavuno, je, na sadaka ya zaka vikoje? Mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, ninachokuachia katika kipindi hiki siku ya leo, tambua baraka zinatokana na Mungu, baraka zinazodumu, baraka zisizokuwa na masharti. Ukizipata wewe unakuwa kichwa, unakaliwa na baraka za Mungu kwenye kichwa chako, hazitatoka kwenye kichwa chako. Lakini tunapokuwa tunahitimisha mafundisho haya ya mavuno, tambua tu kwamba Mungu ndiye anayefukalisha mtu, anamfanya kuwa masikini kabisa wa kufa na kupona. Anatoka kwenye dira, anatoka kwenye darubini, anatoka kwenye utajiri, anatoka miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahesabika ni matajiri, anafilisika kabisa kabisa, ananuka umasikini, ananuka uchafu, hauna maana tena, unaogopa kutembea mbele za watu. Lakini jambo lingine, tambua ndiye anayeshusha chini, anakushusha kabisa. Kama ulikuwa juu, anakupeleka chini, hauna maana. Kama ulikuwa ni waziri, unatoka kwenye waziri, hata haufai tena. Kama ulikuwa ni mbunge, wewe sio tena mbunge. Kama ulikuwa ni mkurugenzi, sio tena mkurugenzi. Anashusha. Akiamua kushusha, anaweza akashusha kwa njia ya kawaida, anaweza akashusha kwa njia ya watu kukukataa. Lakini tambua ndiye anayeinua, ndiye anayetajirisha.
Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 8. Nichukue nafasi hii kukuombea sasa. Baba, ninashukuru kwa sababu umenipa nafasi ya kutafakari kwa kifupi mada hii. Tutakwenda kuangalia utofauti wa mavuno na zaka au fungu la 10, lakini bado sadaka nyingine ambayo tutatembea nayo. Nawaombea watoto wako wanaofuatilia tu vipindi hivi hatua kwa hatua. Nimeongea kwa upole na unyenyekevu mbele zako. Endelea kuniinua na mimi, endelea kunipandisha, endelea kunipa nguvu ya kunyenyekea, endelea kunipa nguvu ya kujishusha, endelea kunipa nguvu ya kuwa chini ya miguu yako, ili Mungu wewe unizidi kuniinua, uzidi kuniinua, uzidi kuniinua. Kama niko chini, kama ni masikini, zidi kunitoa kwenye masikini, ukaniinue, ukaniinue Bwana. Inua watoto wako hawa, inua familia hii, inua hili kanisa ambalo liko kwenye mtandao linalonifuatilia. Bariki kila mmoja Bwana, fungua milango ya baraka na neema juu yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, Mungu nakulilia, wapo watoto wako ambao Bwana umewajenga wanaofuatilia mafundisho haya. Wengine usipowarushia Bwana, unaona wanakupigia na simu, kwa nini hujaturushia? Baba, wakajiunge kwenye akaunti ya KMT Kisota. Wakati mwingine naweza nikashindwa, unaweza kupita kwenye changamoto za aina mbalimbali, lakini Mungu endelea kunibariki. Mungu, watoto wako waendelee kukujua wewe, waendelee kukufahamu wewe zaidi na zaidi kupitia mafundisho haya katika jina la Yesu. Kanisa hili ambalo umetupa kwenye mtandao ni kanisa kubwa, wanatufuatilia watu wengi Bwana. Asante Mungu, nami namuombea mwalimu ambaye Bwana amekuwa bega kwa bega kuhakikisha vipindi hivi vinarushwa. Mfungulie milango ya baraka na neema Bwana. Anatoa muda wake, anatoa nafasi yake, wakati mwingine tunatumia nafasi yake Bwana. Mungu, namweka mikononi mwako, namuombea kijana huyu, endelea kumpa nguvu, endelea kumfungulia milango ya baraka. Anazo kazi zake, anayo mipango yake Bwana. Mungu, endelea kumfungulia milango ya baraka na neema, zikamiminike kutoka juu yake Bwana, akapate kibali. Kazi zake zote alizo nazo, kazi yake ya walimu aliyo nayo kazidi kupata kibali, shughuli zake binafsi alizo nazo zikazidi kupata kibali. Fungulia milango ya baraka Bwana na neema tele. Nami Bwana najikabidhi mikononi mwako. Bariki kanisa lako, bariki huduma yetu Bwana. Tunatamani kuona ikikua zaidi na zaidi. Tunasema ni asante kwa sababu tunaona kuna watu wanafuatilia ibada hii tunayoifanya kila siku. Baba, na nyamaza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, naomba na kushukuru. Amen.